Ya namna gani tutaprotect mwili yetu kwa ajili ya kujikinga na kutokupata magonjwa kila mara. Cha kwanza, tutajilinda kwa namna ya kula. Ukitaka kuprotect mwili yako, chunguza chakula unachokula. Ama unapogonjwa, chunguza chakula unachokula. Hapo tutaongelea zaidi juu ya nutrition. Na hii mambo ya nutrition inakuwa mambo marefu sana zaidi namna ya kula. Hii chakula tunachonunua sokoni, ile chakula ndio inatengeneza dawa. Ndani ile chakula muna mitindo 3 ya chakula inaomba unakula hiyo chakula. Chakula cha kujenga, cha kuleta afya na cha kukinga. Inaomba unakula hiyo mitindo 3 ya chakula. Lakini usipojua kupiga chakula, vile inaweza kaleta madhara kwa mwili yako. Namna ya kujilinda, jinsi ya kuprotect mwili yako. Ukishikwa na magonjwa kila mara, jaribu kuchunguza aina ya chakula ambacho nakula. Hiyo aina ya chakula tutaongelea siku nyingine. Tutaongelea siku nyingine aina ya chakula na aina ya breakfast ambayo tunayotumia. Tunatumia breakfast yetu ya aina gani? Ya kwenye nchi zingine sana wanapenda kutumia coffee. Na wengine kijijini wanapenda kutumia uji. Na kuna wengine mjini wanapenda kutumia uji. Na kuna wengine wanapenda kutumia chai. Ukichunguza chai vile zina aina, unaweza ukachanga vitu ndani, inakuwa nayo kinywaji nzuri sana kwenye breakfast na kinakutibu kama vile dawa. Chakula ni dawa. Ndio. Kuhusu kuprotect mwili yetu, ni sisi wenyewe tunaweza tukaprotect mwili yetu, na sisi peke tunaweza tukaangamiza mwili yetu. Watu wa mfumo ya kiafya wanasema mieux vaut prévenir que guérir. Maana inaomba unaanza kutibu magonjwa mapema kabla haujagonjwa. Usitibu na umeisha gonjwa. Ukiona dalili za magonjwa zinaanza, itibu mara moja, itakuwa inaisha. Hiyo ni ya muhimu sana kwa kulinda mwili yetu. Kuna wengi mwili imezofika sababu ya kutokufanya physical ama kutembea vile nayo, ama kufanya physique ama mazoezi. Wengi wetu wana mfumo ya kisasa ya kwenda kwenye gym. Ni kitu kia maana sana kwa mwili ya mtu. Tusijiachilie wenyewe. Jamani, kumbuka ukigonjwa kila kitu kitakuwa kinaharibika. Unapogonjwa hautaenda kazini, hautaenda kanisani, hautaenda shambani, hautatembea nafasi juu umegonjwa. Ila tujaribu kujiprotect vile. Kama umegonjwa, jaribu kuikala nafasi moja. Kuna wengi ambaye amegonjwa anatembea huko na huko, unakutana magonjwa yake iko magonjwa yenye iko ya kuambukia. Unakutana umeshaambukizia familia zingine. Hiyo mambo sio ya mzuri kwa sante ama kwenye mfumo ya kiafya. Tukipatikana na tatizo kama hii ya unyanyasaji kwenye hospital, inatupeleka, ndio niliwaambia hivi vitu vitatu hivi vinatembea kama mapacha. Ukinyanyasika hospitali,
utakuta government iko hapo. Baada ya kuripoti, government imekuwa, utakuta madaktari wamekuwa, njoo hospitali. Utakuta mapasta watakuwa sababu ya kukuombea, njoo kanisa. Utakuta watoto wako shuleni hawatakuwa na furaha, walimu watawauliza kwa nini mama ni mgonjwa. Unakuta na shule na manake ni kama vitu mapacha. Ya kitu kingine kilisaulika ilikuwa kazi. Haufiki kazini, kukazi watauliza huyu mtu tatizo ni nini, alikuwa mgonjwa. Mambo sawa, ile inatembea pamoja kwa ujumla. Jamani, acha tushimame hapa siku ya leo. Siku ijayo tutaongelea kuhusu government. Wiki iliyopita tulisema juu ya aina za unyanyasaji. Kwenye unyanyasaji inaweza tokea, unyanyasaji inaweza ikatokea wapi? Tukataja kati ya moja, tumeongelea familia, tumeongelea namna gani familia inaweza ikabomoka na inaleta unyanyasaji. Kitu kingine tukaongelea hospital, namna gani mtu anaweza kanyanyasika kwenye hospital. Mambo sawa ile. Siku ijayo tutaongelea kuhusu government. Asante siku ya leo, acha Mungu awabariki.